Yo, it's me bin_Yusuf23. Unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii, lakini hiyo ni backup account yangu. Official account unaweza kunipata kama Isanofa_23. Jambo la msingi na la sekondari, usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, maana kusubscribe utaweza kujipatia trending stories zote zinazoendelea mitandaoni. Lakini jambo kubwa leo ambalo limetukutanisha hapa ni linamhusu mfanyabiashara mkubwa, lakini pia ni model. Nadhani nikiongelea swala la model linafahamika hapa, ninamuongelea Nifa. Sasa kutokana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam jana siku ya Ijumaa Novemba 7, 2025, mfanyabiashara Jennifer Jovin Nifa na wenzake 21 walisomewa mashtaka matatu ya uhaini, ambapo kosa la kwanza linalowahusisha washtakiwa wote 22 ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Lakini pia kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja peke yake ni Nifa, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kutishia mamlaka, na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilisababisha uharibifu wa mali za umma. Lakini pia kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha watu kufanya vurugu katika uchaguzi mkuu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Hayo ndo makosa ambayo yalitangazwa jana kutokana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini pia mwanasheria wake aliweza kuongelea zaidi kuhusu swala zima la uhaini, ambapo uhaini makosa yake ni unaweza kunyongwa. Sasa kabla ya kuendelea mbele, kwa nini mama Nifa ameweza kulia sana, na nitamweka hapo, mtaweza kumsikiliza akiwa analia, akiomba serikali au akiomba Mheshimiwa Rais amsemee mwanae, kwa sababu ndo mtoto pekee ambaye wanamtegemea zaidi katika masuala mazima ya nayoendelea kifamilia, yani kwamba ndo mtoto tegemezi katika familia yao, kwamba kula, wadogo zake, kusoma. Nitamweka hapo kwa dakika kadhaa, utapata kumsikiliza mama, then nitakuja kukuelekeza nini maana ya uhaini kwa ujumla, ili upate kujua kwa nini mama amelia. Tumsikilize mama kwanza, then after that tutapata kuja kuelimishana nini maana ya uhaini. Licha ya mwishoni pia nitakuwekea sauti ya mwanasheria kwa Nifa ambaye anampambania Nifa kuweza kufanikiwa kutoka katika makosa hayo. We know that lazima kutakuwa kuna positive side na negative side katika masuala mazima hayo, licha ya mimi hapa ninamuongelea zaidi Nifa. So katika masuala mazima ambayo yanaendelea huko ni kwamba lazima Nifa atakuwa na mwanasheria wake, kitu ambacho kinajulikana, ambaye anampambania, lakini pia atakuwa mwanasheria ambaye yuko katika upande wa serikali ambaye anapambania situation kama hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo mama, shikamoo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Nifa, almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya Nifa mamangu. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje, imetetereka na rifti mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti, na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama
Mheshimiwa Rais wetu mama. Tunamtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mama. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais ndugu zangu. Amekosea, natambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea, sisi wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Nifa, amekosea, natambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba utusamehe mama. Naomba msamaha binti yangu. Baada ya kumsikiliza mama, nadhani acha nikuelekeze nini maana ya uhaini. Natumai walio wengi wa Tanzania wengi hawajui nini maana ya uhaini. Sasa hapa nataka nikuelekeze nini maana ya uhaini, na kisheria huenda kuna vitu viwili ambavyo vinaweza vikatokea kama endapo Nifa atashindwa kesi hiyo. Na vitu hivyo viwili ni aidha kunyongwa au kuozea jela, yani kiufupi kufungwa jela muda wote wa maisha yake milele. Sasa hapa nitakusomea nini maana ya uhaini, then utaelewa kwa nini mama amelia sana na kumwombea msamaha mwanae. Uhaini ni kitendo cha usaliti mkubwa dhidi ya nchi yako au serikali halali ya taifa kwa kawaida, lakini pia uhaini unahusisha matendo kama kujaribu kuiondoa serikali madarakani kwa nguvu, kushirikiana na adui wa taifa wakati wa vita, kufichua siri za usalama wa nchi kwa maadui, au kutenda jambo lolote linalolenga kuipindua au kuidhoofisha serikali. Kwa lugha rahisi, uhaini ni kosa la kutotii uaminifu kwa nchi yako. Katika sheria nyingi, uhaini ni moja ya makosa makubwa zaidi na adhabu yake huwa kali sana, mara nyingi hata kifo au kifungo cha maisha kutegemea sheria za nchi husika. So hii uhaini, swala zima la uhaini, sheria ya kifo au kifungo cha maisha, hii inaonekana kwamba ni moja kati ya sheria ambayo ipo katika nchi takriban zote. Kwa nchi zingine siwezi kujua, so inategemeana na nchi husika, aidha kunyongwa ama kufungwa kifungo cha maisha. Sasa kwa upande walio wengi mnaweza kuelewa kwa nini mama aliweza kulia sana. Amelia sana kutokana na huenda katika mawili hayo huenda yakampata mwanae kama endapo atakapoweza kushindwa kesi. Lakini jambo la msingi, inaonekana Watanzania wengi wamekuwa wakimwombea dua aweze kufanikiwa kutoka katika majaribu hayo, kwa sababu we know that maisha yana challenge, na hii ni moja kati ya challenge kubwa ambayo ameweza kuipata Nifa. Sasa mimi naweza nikakuacha kwanza umsikilize mwanasheria wake alichokiongea, then after that mimi nitakuja na kumaliza, kwa sababu nitakuwa sina mengi sana, sitaki kukuchosha msikilizaji wangu wa TNC.tz. Hukumu yake ni adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa mujibu wa kanuni ya adhabu kifungu cha 69 2D, na maana ndio kifungu ambacho wanashtakiwa nacho, na kifungu namba 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Kuna kesi mbili, moja ni kesi namba 26/382, nyingine ni kesi namba 26/394. Kwa moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine na nadhani nimeona katika kuna Dodoma na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana kivyo vile. Kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, kuteswa, tena wakiwa wamekamatwa, ambao tunaamini kwamba walipaswa wawe salama kwenye mikono ya jeshi la polisi. Sasa wamekuja mahakamani, watu wengi wanachechemea, wameonyesha majeraha, inaumiza kwa kweli, na tunakemea vitendo vya namna hii. Havipaswi kujirudia kwa watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa. Pengine wakili umesikia kwamba watu wamejeruhiwa na wanatakiwa kufanyia uchunguzi wa kiafya.
ni nani wa kuandaa hii ripoti na kuileta mahakamani kama iwapo watu ambao wamejeruhiwa kwenye vituo vya polisi? Kwa jinsi tulivyowasilisha mahakamani, mahakama imeagiza magereza iwapeleke wakatibiwe wapate matibabu, na kuwapeleka manake ni hospitali. Sasa manake ripoti ya matibabu inaandaliwa na daktari au madaktari ambao watawahudumia hao wagonjwa. Kwa hiyo tarehe ambazo mahakama imepangwa kuendelea na hizi kesi tarehe 19 mwezi huu, itabidi sasa mawakili wa jamhuri walete hiyo ripoti ambayo itawasilishwa kutoka magereza. Sasa wataileta na wataiwasilisha. So kama ulivyomsikia mwanasheria, lakini pia jambo ambalo aliweza kuulizwa ni kwamba Nifa alishuka kwenye gari akiwa anachechemea. So akaulizwa pia vipi kuhusu masuala mazima ya hali ya Nifa. Hali yake ni nzuri, lakini pia amesema kama ni watu wa shirika la binadamu pia wanakemea masuala mazima ya kuweza kuteswa. We know that. Sasa inaonekana kuna baadhi ya vitu ambavyo amepitia Nifa ambavyo vikampelekea mpaka yeye kuchechemea mguu. So hii sio kesi ya kawaida kwa upande wa Nifa na sio kesi ndogo. Ulikuwa nami bin_Yusuf 23. Unaweza kutudondoshia comment yako hapo chini. Vipi kwa upande wako wewe, unachukuliaje hii situation nzima kwa inavyoendelea? See you until the next time.